وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وأحزم الأحزاب وحده، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدعة والضلالة، آمين يا رب العالمين. أما بعد، فيا إخوة الأعزاء، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, ama kwa hakika tunalazimika sisi kumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na neema nyingi ambazo Allah amekuwa kwazo akituneemesha, hasa neema kubwa kabisa, neema ya kuwa sisi bado tu Waislamu, kwa sababu wapo miongoni mwetu wamezaliwa ndani ya neema hii ya Uislamu, lakini hivi sasa hawapo tena ndani ya Uislamu, wametoka ama wametolewa kutoka katika ile dini ya asili ambayo ndiyo Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba kwayo kila mja wake. Kwa tumshukuru sana Allah subhanahu wa ta'ala kwamba bado tupo ndani ya neema ya Uislamu, lakini pia tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwezesha kuacha yale yetu ya kiulimwengu ndani ya wakati huu, tukaja ndani ya nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala kutekeleza miongoni mwa amri zake Allah subhanahu wa ta'ala alipotutaka sisi kufanya hivi ndani ya wakati kama huu, katika siku kama hii ya leo. Ndugu zangu, naihusia nafsi yangu na ninakuhusieni juu ya kushikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na tumuombe Allah atuwezeshe katika hilo mpaka pale ambapo twafikia muda wa kurejesha amana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, turejeshwa hali ya kuwa ni wenye kuridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani Islamu, tumo ndani ya miezi minne iliyo mitakatifu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaitaja miezi hiyo ama ndani ya surati Tauba aya nambari 36, ambapo Mtume Muhammad anasema akaja akaifafanua hiyo miezi. Allah kule anasema inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ardh minha arba'atun hurum dhalika ad-din al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah anasema kwa hakika idadi ya miezi katika kila mwaka tangu baada ya kukamilisha kuumba ulimwengu, idadi ya miezi kila mwaka ni miezi 12, bali ndani yake kuna miezi minne iliyo mitakatifu, ambayo ndani ya miezi hiyo Allah akatoa angalizo la hali ya juu sana, fala tadhlimu fihinna anfusakum, chonde msije mkazidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo mingi mitakatifu, msije mkamwasi Allah
ndani ya miezi hiyo minne mitakatifu. Maana yake kumwasi Allah ndani ya miezi hii minne ni kubaya zaidi kuliko miezi mingine, pamoja ya kwamba hakuna ruhusa katika hiyo miezi mingine hiyo kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaja ikafafanua tafsiri ya kusudio ya Allah juu ya miezi hiyo minne mitakatifu. Hadithi ndefu kabisa aliposema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna Allah qad ikhtara min al-ayyam arba' wa min ash-shuhuri arba' wa min an-nisa'i arba'. Hadithi ikaendelea. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam miezi minne hii akaifafanua, akasema thalathatu mutawaliyati, miezi mitatu imefuatana. Akasema ni Dhulqaada, Dhulhajj na Muharram. Mwezi uliopita tuita mfungo pili, huo mfungo tatu tunapoita, na mfungo nne ujao. Hii ni miezi mitakatifu mitatu ilifuatana. Na mwingine akautaja ni mwezi ambao uko kati ya Jamadul Ukhra wa Shaaban, yani mwezi Rajab, miezi minne. Kwa hiyo walilahi alhamdu, tumo ndani ya ile miezi minne mitakatifu Dhulhajj, ambayo Allah ndio kaonya sana kwamba tuwe makini sana, tuchukue tahadhari ya juu sana kutokumwasi Allah subhanahu wa ta'ala katika hii miezi. Lakini pengine leo mimi na wewe, na pengine kama twatembea baadhi ya maeneo, utakuta yule Muislamu ajiitaye yeye mwanasuna, tena yule ajiitaye ni as-salafi, ndio yuko mbele kabisa kumwasi Allah, tena kumshirikisha Allah kabisa. Hivi hatujapata kuona katika maduka na magenge ya ndugu zetu, asubuhi unafika mtu achomaudi. Ni wanene yule, ukimuuliza pengine tu habari za uongo tu, kwamba ati harufu nzuri pale katika sehemu yake, kumbe muongo tu. Alishapewa tayari haya maelekezo na mganga mshirikina kwamba ndio atakuwa avuta wateja. Na mwingine utamkuta pengine ana sigara alivuta, yote afikiri labda ngozi au nini. Ni sigara maalum kwa ajili ya kuvutia wateja. Hata ule moshi ukitoka ndio unavuta wateja. Kapewa na babu singano, tena ndani ya mwezi mtukufu, ndani ya mwezi mtakatifu. Subhanallah, huu wanasuna wa vipi? Huu ni usalafi wa vipi? Tumetoa wapi haya? Tena tuyafanya ndani ya miezi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala katoa angalizo la hali ya juu. Ndugu zangu katika imani Islam, si jambo ambalo linahitaji pengine maelezo mengi sana, ufafanuzi wa hali ya juu sana, kwamba ndani ya mwezi huu Dhulhajji hii, wengi katika ndugu zetu wa Kiislamu kutoka maeneo ya mbali na kwao wakaenda makwao kwa ajili tu ya kwenda kufanya ziara kwenye makaburi ya watu wa kwao. Si jambo ambalo linahitaji hati ushahidi mwingi sana. Inawezekana kila mmoja katika sisi atambua dunia hii. Kama si ndugu yako, ndugu wa mwingine katika Uislamu, lakini ametoka wedha Kilimanjaro au ni Arusha au Dar es Salaam au kokote, amekuja maeneo ya kwao kufanya ziara katika makaburi ya kwao. Uislamu unasemaje juu ya hili? Ambapo hapa ndiyo hiyo ni mada yetu siku ya leo inshallah. Ma hukmu ziyarati sanawiyya muhaddathati li ba'd al-qubur, ni hipi hukumu ya Uislamu ya kufanya ziarati makaburini, tena katika makaburi maalum, tena basi katika nyakati maalum, si makaburi maalum tu kwa wakati wowote,
la, bali katika nyakati maalum, sawa na Idul Haji ambavyo ndio utashuhudia mambo haya yakifanyika. Uislamu wasemaje juu ya hili? Ndugu zangu katika imani Islamu, suala la ziyarati alqubur hili lilikuwepo kabla hata ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hajapewa utume. Hili lilikuwepo likifanywa na washirikina na makafiri wakifanya, na utaiona historia yatuambia hivyo pale ambapo mzee Abdul Muttalib babu yake Muhammad bin Abdullah alipomchukua mjukuu wake kwenda naye Madina kufanya ziara ya kaburi la baba yake Muhammad ibn Abdullah, yani baba yake ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kwa bahati ndipo alipokutana na kasisi lile la Kikristo Bahira, akaonya mzee Abdul Muttalib juu ya kijana yule kupenda kutembea tembea naye sana, ataonwa na Mayahudi, kwa sababu tayari anazo alama za kuonyesha kwamba huyu atakuwa nani. Mayahudi wanaweza wakamdhuru. Hii inaonyesha ya kwamba swala la ziarati makaburini lilikuwepo kabla hajapewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa baada ya kupewa utume Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama anavyosimulia Muslim, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam siku moja anawaambia masahaba wake, inni kuntu nahaitukum an ziyarati al-qubur, mimi nimekuwa nikiwakatazeni nyinyi kufanya ziara makaburini, fazuruha, sasa na kuruhusuni kafanyeni ziara makaburini. Na ni kwa sababu gani sasa aliwaruhusu? Ni baada ya kuwaona sasa tauhidi yao imekaa vizuri, imani yao sasa imekaa sawasawa. Wakienda kufanya ziarati hawatafanya mambo ya ushirikina, zile ziara za kishirikina kama ambavyo kwa zikifanywa kabla. Huyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akawaruhusu, lakini anasema fa innaha tudhakiru al-akhirah, sababu ya kuwaruhusuni nyinyi ni kwa sababu ile ziara makaburini itakukumbusheni juu ya akhira, itakukumbusheni juu ya mauti. Hii ndiyo sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam waruhusu maswahaba na Waislamu kwa ujumla kufanya ziarati makaburini, si sababu nyingine yoyote. Ndugu zangu katika imani Islam, haya ndiyo mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndiyo ruhusa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa waumini wa Kiislamu. Sasa utaona basi, kwa kuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ameitoa ruhusa hiyo, maana yake ni kwamba ziyaratul quburi hiya ibada. Kile kitendo cha watu kwenda kufanya ziara makaburini ni ibada, si kwamba ni mtu kwenda kujisikia, bali ni ibada. Na kwa kuwa ni ibada, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akaelekeza taratibu za ibada hii ya kufanya ziara makaburini. Haifia vipi Muislamu azuru makaburini? Anapokwenda kuzuru afanye nini na nini asifanye, ili aweze kupata yale malipo ya ibada hiyo? Ndugu zangu katika imani Islam, anasimulia sahaba mmoja katika masahaba Mtume Muhammad, Salman bin Barida, ambaye yeye anasema hili nimesimuliwa na baba yangu, baba yake akiwa ni sahaba na yeye sahaba, kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam
wakati anaelekeza utaratibu wa kwenda ziarati makaburini, akawaambia mnapokwenda makaburini semeni haya, assalamu ala ahli diyar, amani ya Allah iwe kwenu nyinyi mliopo katika makaburi haya. Vile unafanya ziara makaburini, basi wale walioko pale, ndugu zako katika imani, waambie maneno haya, kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu ala ahli diyar, wawaombea amani kwa Allah subhanahu wa ta'ala wale ndugu zako walioko ndani ya makaburi yale. Wa fi riwaya, na katika hadithi nyingine, assalamu alaykum ahla diyari min almu'minina muslimin wa inna insha Allah lalahaqun nas'al Allah lana wa lakum al-afiyah. Amani ya Allah subhanahu wa ta'ala iwe kwenu nyinyi ndugu mliopo katika makaburi haya, miongoni mwa waumini na miongoni mwa Waislamu. Wa inna insha Allah lalahaqun, na hakika sisi na nyinyi tutakuja kukutana. Iko siku Allah atatukutanisha sisi na nyinyi yaumul qiyama, sote tutakutana. Nas'alullaha lana wa lakum bil afia, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sisi na nyinyi maisha yaliyokuwa ya salama. Sisi tulio hai hapa duniani, Allah atujalie maisha ya kheri, maisha ya salama, ya amani. Na nyinyi mlioko makaburini, Allah akujalieni maisha ya salama na amani makaburini mwenu. Wa fi riwaya, na katika mapokezi mengine kama anavyosimuliwa Ibn Abbas, asema Mtume Muhammad alifundisha, assalamu alaikum ya ahla alqubur, waambie amani kutoka kwa Allah wale waliopo ndani ya makaburi yale. Yaghfirullah lana wa lakum, Mwenyezi Mungu atusamehe sisi na nyinyi. Antum salafna wa nahnu bil athar, nyinyi mmetutangulia na sisi nasi tuko nyuma, tunafuata mle mlimopita nyinyi. Ndugu zangu ni katika imani ya Islam, haya ndiyo maelekezo ya namna gani unapokwenda kufanya ziara makaburini. Ndugu yangu katika imani ya Islam, yawezekana mimi na wewe pengine kila siku huwa twapita katika maeneo hayo. Je, twayafanya haya? Je, twawatakia amani ndugu zetu? Je, twawatakia huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ndugu zetu? Na pengine mimi na wewe hatutembelei makaburini mpaka siku ya maziko, na pengine maziko ya ndugu yako ambaye mwatambuana au jamaa yako ndio utaenda kaburini. Wakati haya ni maelekezo na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kufanya ziarati makaburini ni ibada, na utaratibu wake unakuwa ndio wa sampuli hiyo. Ndugu zangu katika Uislamu, wanachuoni wa Kisunna wamekuja kutoa ufafanuzi juu ya ibada hii ya ziarati, ikiwepo hii ziara ya mwaka mpaka mwaka, kwamba mtu anasubiri kwenda maeneo ya makaburi ya kwao mfungo tatu mpaka mfungo tatu, na gharama zikawepo na watu wakasafiri. Vipi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amezungumza?
kama anavyofafanua Abu Huraira radhiallahu anhu. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu la taj'alu qabri 'idan wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum, msije mkafanya kabri yangu mimi ni kama sikukuu fulani, ikawa ikifika huo muda wa sikukuu hiyo, basi nyinyi mnafunga safari kuja kwenye kaburi yangu kwa lengo la kuja kusali, kunisalia mimi mtume wa Muhammad sasa. Asema pana, huko uliko wewe niswalie huko uliko, kwa sababu sala zenu, salamu zenu huko mliko mimi huwa zinanifikia. Hakuna sababu wewe ufunge safari uje kwenye kaburi yangu mimi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anayasema maneno haya akiwa yuko hai, kwamba baada ya kufa msije Waislamu mkafanya mtindo wa mpangilio. Sasa ikiwa yeye anakataza hata ile kaburi yake kutengeneza mazingira sampuli hiyo, je, kaburi ya mtu mwingine? Manake nafasi hiyo hakuna. Ndiyo, katika ufafanuzi zaidi, wanawachuoni walioshikamana na sunna na tauhid katika ibada hii ya ziyarati al-qubur wakasema yafuatayo, kwamba ziyarati al-qubur tanqasimu ila thalathat aqsam. Swala zima la ibada hii ya ziyarati al-qubur imegawanyika katika sehemu kuu tatu. Hii ibada hii imegawanyika katika sehemu tatu. Ya kwanza, ziyaratu shar'iyya, kufanya ziara makaburini ambapo ni kwa kisheria, yani kwa vile ambavyo ameelekeza Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ambavyo mtu akienda kwa taratibu hiyo, huyo atakuwa ameyapata yale malipo yanayotokana na ibada hiyo ya ziyarati al-qubur. Lakini ya pili, ziyarati bid'iyya, kuna ziara ya makaburini ambayo mtu akifanya kwa sampuli hiyo, huyo amefanya bid'a, amezusha katika dini kupitia ndani ya ibada hiyo. Lakini ya tatu, ziyarati shirkiyya, kuna ziara ya makaburini ambayo mtu akizuru kwa sampuli hiyo, huyo amefanya ushirikina na huenda akatoka katika mila ya Uislamu akawasimu Uislamu kupitia ibada hiyo. Ndugu zangu katika Uislamu, fa amma ziyarati shar'iyya fiha thalathati shurut, na yenyewe hiyo ibada ya ziyaratul qubur kisheria ambayo mtu akifanya kwa utaratibu huo ndio anapata malipo, ndani yake kuna sharti tatu kuu. Ya kwanza, alla yashudu rihal ilaiha, mtu asije akafunga safari akatoka huko anakotoka na gharama akaenda kwenye hayo makaburi ambayo yeye anaona hayo yanamuhusu. Hiyo ni moja katika sheria, yani ni marufuku, kama ambavyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akasema, la tashudu rihali illa thalathat masajida, haipasi kufanya ziara ya kiibada isipokuwa katika misikiti mitatu basi. Kwamba hii ni ziara anaifanya kwa ajili ya kwenda kuzuru, isipokuwa yaruhusiwa kufanya ziara ya sampuli hiyo katika misikiti mitatu basi. Masjidi hadha, msikiti wangu huu mimi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madina, Masjidil Haram, kwenda kuzuru Masjidil Haram Maka, wa Masjidil Aqsa, na kwenda kufanya ziara katika Masjidil Aqsa Jerusalem. Hiyo tu basi.
Lakini zaidi ya safari nyingine ambayo mtu ataifanya, ikiwepo hiyo ya kutoka anakotoka akaenda kufanya ziara makaburini wao kwa jamaa zake kwenye makaburi, hayo ndiyo yanamhusu, hiyo haina nafasi katika Uislamu. Ni kinyume na taratibu ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameelekeza katika ibada hii ya ziyaratul qubur. Sharti ya tatu, ala yaqulu zair hajira, yule ambaye anaenda kuzuru mle makaburini asije akazungumza mazungumzo ya kipuuzi. Mtu anaenda makaburini, lakini pale makaburini katika hiyo ziara anayoifanya una maneno ya ajabu ajabu. Mtu azungumza masala ya uchumi, wewe fanya ziara makaburini, utapata kweli ile ya ibra, mazingatio kwamba ndio wakumbuka akhera, wakumbuka mauti, utaipata wapi sasa? Mwingine ndio kwanza azungumza masala ya michezo, Simba, Yanga, nini, makaburini. Sawa na ambavyo twayaona mazingira wakati mwingine watu wanapokwenda kuchimba makaburi, watu wanaoitana watani, hata katika maeneo yetu haya, matusi matupu ndiyo yanaendelea pale maeneo ya makaburini. Yaani hajui kwamba yupo katika sehemu ambayo ni nyeti sana, ambayo yeye apate ujumbe kwamba iko siku na yeye atakuja kuingizwa hapo, ndio wala hana habari. Matusi ya namna kwa namna. Ndugu zangu katika imani ya Islam, aqulu qawli hadha. Ndugu zangu katika imani, kwa mara ya pili inahusia nafsi yangu na nakuhusieni juu ya kushikamana na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, likiwepo hili na kufanya ziarati makaburini, kwa sababu ni ibada. Lakini sawa na tulivyotanguliza, kwa kuwa ni ibada lazima zifuate zile taratibu ambazo ameelekeza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuitekeleza ibada hii, sawa na ambavyo wamezungumza wanawachuoni wa sunna katika maelekezo juu ya kufanya ziara makaburini. Wa amma ziyarati bid'iyya, ama ziara ambayo ni ya kibid'a, ya kizushi, ambayo mtu akifanya kwa sampuli hiyo, huo ni mtindo wake na atabeba dhambi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na itatakikana mbele ya Allah siku atakapokutana naye akamweleze katoa wapi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuonya, miongoni mwa majambo ambayo tunatabia nayo sisi Waislamu leo, kujisahau, ikafungamanishwa na tabia ambayo watu wanaifanya wanapoenda kuzuru makaburini. Siku moja sema la taj'alu buyutakum maqabira, la taj'alu buyutakum maqabira fa inna shaytana yafirru min albayt alladhi tuqra'u fiha surat al-Baqara. Msiyafanye majumba yenu ni kama makaburi, kwani shetani alivyo huwa anakimbia na hakae katika nyumba ambayo ndani yake kunasoma surati al-Baqara. Shetani huwa kae, akimaanisha nini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kwamba pendeleeni ndani ya majumba yenu kupenda kusoma Qur'ani, hasa surati al-Baqara, kwa sababu shetani hakai ndani ya nyumba ambayo kwa kawaida huwa kuna tabia ya kusoma Qur'ani, hasa surati al-Baqara. Shetani hakai. Nini maana yake? Tabia ya wewe kutokupendelea kusoma Qur'ani ndani ya nyumba yako, umeifanya nyumba yako ni kama kaburi. Kinyume chake, maana yake kaburini hakusomi Qur'ani. Hakuna nafasi ya kusoma Qur'ani makaburini.
Unapofanya ziara, lengo ile ni ibada, na kusoma Qur'ani ni ibada, na Qur'ani inaposoma takiwa izingatiwe, isikilizwe. Yatakuwa yamekutana maibada mangapi? Na Allah hajajalia ndani ya kiwiliwili kimoja nyoyo mbili. Allah hajajalia kwamba wewe uwe na uwezo wa mambo mawili, huku uzingatie ibada ile pale ya makaburini na zile dua zake, na huku wasoma Qur'ani na izingatiwe. Hiyo haipowezekana, haimkiniki. Kwa hiyo kitendo cha kuisoma Qur'ani na makaburini ni bid'a. Lakini pia utaona katika hiyo ziyaratul quburi ambazo zafanywa, watu wamebebana na akina mama, watu pengine wamebeba hata na moto, pengine pamoja na ubani, alafu shekhe ndiyo ati kiongozi wa ibada hiyo. Utaratibu huu umetoka wapi? Kaufundisha Mtume gani? Hizi zote ni aina ya ibadati za ziyaratul quburi kibidaa, hazina nafasi katika Uislamu. Kilichokuwa na nafasi katika Uislamu ni kile ambacho tumetangulia kukisema, sawa na maelekezo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walivyofafanua wanawachuoni wa Sunna. Ndugu zanguni katika imani, aina ya tatu ya ziyaratul quburi katika zile tatu ni ziyara shirkia, ni ziara ya kishirikina. Ikizungumza ziara ya kishirikina, ni ile ziara ambayo kwayo ndani yake yatafanyika ama yatafanywa yale ambayo kwayo humpelekea mfanyaji akaingia katika moja ya yale ambayo humpelekea mtu akawa mshirikina, kaduail amwat, kama vile kuwaomba waliokufa tayari. Na haya ndiyo baadhi ya Waislamu huyafanya, na haya ndiyo yanayokusudiwa hasa watu wanapotoka safari zao kwenda kwenye miji yao katika makaburi ya jamaa zao. Haya ndiyo yanayokusudiwa hasa. Tukawaombe wazee wetu, babu zetu, mambo yakae vizuri, haya na yale. Ikiwa ni wanafunzi, basi Allah wajalie uelewa na ufahamu. Ikiwa ni watu wazima hawajapata kazi, wakapate kazi. Ikiwa ni wafanya biashara, biashara zao zikae vizuri. Haya ni miongoni ambayo mara nyingi watu wanapofunga safari kwenda kufanya ziara kwenye makaburi ya jamaa zao, haya ndiyo malengo hasa. Utaratibu huu wa kufanya ziarati kwa sampuli hii, huu ni ushirikina. Ndugu zangu ni katika Uislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika kuyakemea hayo ya kuwaomba wale ambao ndio wameshakufa, wapo makaburini, tena ukizingatia huo mtindo, huo ndio mtindo wa shirki ya asili. Hizo shirki nyingine zote, ndugu zangu, tunazozitambua hizi ni shirki zilizokuja baadaye, lakini shirki ya asili hasa ni shirki ya kuwaomba waliokufa makaburini. Hii ndio shirki ya asili, na shirki hii ndiyo iliyopelekea Allah subhanahu wa ta'ala kumtuma Nabii Nuhu alayhi salam baada ya karne 10, miaka 1000 tangu kuondoka kwa baba yetu Adam
miaka 1000 ilipita, hakuna ambaye alitokea kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya hapo ndio watu wakazusha ushirikina huo wa kwenda kuwaomba waliokufa makaburini, ambao walikuwa ni wanawachuoni wacha Mungu watano. Nabii Nuhu akatumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo dai wa kwanza, na ujumbe wa kwanza ni kukatazwa shirki. Ndio wanawachuoni wakaja wakasema kabisa kuwaambia wazungumzaji na maduati, at-tauhidu awwalan, at-tauhidu awwalan, at-tauhidu awwalan. Kwanza watu walinganiwe tauhidi kabla ya sunna, kabla ya chochote. Watu wajazwe imani. Wangelikuwa watu wamejaa imani, wasingechoma nyudu kwenye maduka na magenge yao. Halafu mtu ajite yeye na sunna, yeye as-salafiyu. Wapi na wapi? Unachoswali nini? Sunna yako hiyo nini? Unachojikweza nini sasa? Kumbe wewe mshirikina tena ambaye hufai, bora hata jitu la bid'a maana yake kuliko wewe. Nabii Nuhu alipotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala, akaenda akawaambia waache, kwamba waache ushirikina. Lakini na wale waja nao wakamwambia nabii kuwaambia watu wao, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna wadda wala suwaa wala yaghutha wa yauqa wa nasra, msikubali kuiacha miungu yenu, msikubali miungu yenu hii mitano, msikubali kuiacha. Hali ya kuwa walikuwa ni wanawachuoni wacha Mungu, tayari washazikwa, watu wanaenda kuwaomba makaburini. Kwa hii ziarati al-quburi shirkia ya kwenda kuomba makaburini, hii ndiyo shirki ya asili ambayo leo Waislamu ndio wanaing'ang'ania. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati An-Nahl anasema, walladhina yad'una min duni llahi la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun, wale ambao mwawaomba badala ya Allah wenyewe wala si waumbaji na wala hawajaumba chochote, na hali ya kuwa wao wenyewe wameumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Amwatun ghairu ahya, tena maiti hawako hai, washakufa, si hai. Sasa ndio waombaji hawa. Ndio Allah akasema, jamani, kafiri yoyote akili hana, mshirikina yoyote, kwa sababu kafiri akili hana. Sasa aliyekufa mwombaji wewe, yeye akutarajia wewe muombe kwa Allah subhanahu wa ta'ala, alafu wewe wenda muomba yeye akusaidie. Wewe uone kwa makosa akili. Amwatun ghairu ahya wama yashuruna ayyana yub'athun, wao wenyewe hawajui lini watafufuliwa. Hilo pia hawalijui. Wapo hapo makaburini, miaka imekwenda na inakwenda, na wala hawajui lini watafufuliwa. Alafu wewe bado kwa akili zako yote wenda muomba mtu wa sampuli hiyo akusaidie wewe. Subhanallah. Ziarati al-quburi shirkia, hizi ni ziara za kishirikina. Ndugu zangu katika imani Islam, tumalizia hotuba hii, tumalizia na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala yaliyopo katika surati Kahfi aya 21, aya 101 mpaka 103. Anaambiwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam atuambie, qul, anawaambia, hal nunabbiukum bil akhsarina amala, je, mmewatambua wale ambao wamepata hasara
katika amali zao, katika ibadati zao, katika ziyaratil quburi zao, lakini bado wana hasara. Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, wale ambao matendo yao na amali zao zimejuka patupu duniani, hawana chochote, lakini wenyewe wakijihesabu wa kwamba kuna malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi, ni wale ambao wamekufuru, wamepinga kukutana na Mola wao. Fahabatat a'maluhum fala nuqimu lahum yawma al-qiyamati wazna, matendo yao yameruka patupu, hawana kitu. Na wala siku ya Kiyama Allah hatosimamisha mizani kwa ajili yao. Mizani wa Allah siku ya Kiyama utakwenda wekwa kwa wale ambao waliishi ndani ya Uislamu wakafa ndani ya Uislamu, lakini yule ambaye kafa ndani ya ushirikina hakuna mizani mbele ya Allah subhanahu, kwa sababu huyu ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Ndugu zanguni katika imani, waqul alhaqqu min rabbikum faman shaa falyu'min wa man shaa falyakfur inna a'tadna lidh-dhalimina nar ahata bihim suradiquha wa yastaghithu yughathu bima'in kalmuhl yashwi alwujuh bi'sa ash-sharab wa sa'at murtafaqa. Nawaambie Muhammad, hiyo ndio haki, huo ndio ukweli utokao kwa Mola wenu kupitia kinywa cha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa anayetaka na aamini abadilike, aache. Na kama kuna mtu alifanya ziara sampuli hiyo, amwombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kabla hajaondoka hapa duniani. Kama inshallah falyakfur, na anayetaka kukanusha, kupinga, na apinge, aendelee. Lakini Allah asema kwa hakika tumeshauandaa moto kwa wale ambao watakiwa ni wapingaji, kwa wale ambao watafanya ziyaratul quburi shirkia, wale ambao watafanya ziyaratul quburi bid'ia, wote Allah asema tumeshawaandalia moto. Moto ambao ule ukuta wake wenyewe nao ni wa moto vivyo vivyo. Ule ukuta uliowazunguka wale waliopo ndani ya huo moto, na wenyewe ukuta wake ni wa moto hivyo hivyo. Wayastaghithu yughathu bima'in kalmuhl, itapofikia hatua wanasikia kiu kwa sababu ya moto na joto, Allah subhanahu wa ta'ala anasema watapelekewa maji yaliyo ya moto katika mabakuli ya shaba, kiasi kwamba vile mtu akurubisha yale maji usoni, nyama zote zimeshaporomoka ndani ya bakuli lile. Ndugu zangu katika imani ya Islam, turejeeni kwa Allah, tuishi ndani ya mafundisho ya Qur'ani, tuishi ndani ya mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yawezekana mimi na wewe hatukwenda, lakini pengine umetoa maelekezo na maagizo huko kwenu, na ukatuma pesa huko kwenu wapewe mashehe ili wakaongoze katika zoezi hilo. Muombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha kabla haujafika muda ambao Allah subhanahu wa ta'ala atamtuma malakal mauti kuja kuchukua uhai wako na wako. Na yusia nafsi yangu na nakusia tushikamane na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا حق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسها تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. فيا عباد الله أقيموا الصلاة.